Naam, kwa nini Samia Suluhu hajazungumza lolote kuhusu kutekwa nyara kwa Humphrey Polepole hadi leo? Maendeleo mapya yameibuka sasa hivi kuhusiana na kutoweka kwa aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba Humphrey Polepole. Maswali magumu leo yametumwa Ikulu kwa Samia Suluhu na CCM na kupelekea mjadala mzito kuibuka Tanzania, lakini ujumbe huu wa mwisho uliotumwa kuhusu Humphrey Polepole Ikulu ya Samia sasa umeshangaza wengi. Like video hii, subscribe na ubonyeze alama ya kengele kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Mbunge wa upinzani ACT Wazalendo Ado Shaibu ameanzisha mashambulizi makali dhidi ya CCM na utawala wa Samia, mashambulizi ya kisiasa ambayo sasa yanaibua mjadala na maswali magumu kote nchini Tanzania, hasa serikalini. Katibu mkuu wa ACT Wazalendo Ado Shaibu anauliza swali ambalo wana CCM wengi wameshindwa kulijibu karibia mwaka mzima sasa. Watu wengi wamekuwa wakijadili kimya kimya kwa wiki kadhaa kuhusiana na swala hilo. Ado Shaibu anauliza, je, kwa nini Samia Suluhu bado hajazungumzia swala la Humphrey Polepole? Je, bado kwa nini kuna ukimya mwingi kuhusu kutoweka kwa aliyekuwa balozi na kigogo wa CCM Humphrey Polepole? Na kwa nini kwa mujibu wake bado wa Tanzania hawajapata majibu kutoka serikalini au kwa jeshi la polisi, majibu wazi kutoka kwenye mamlaka kuhusiana na aliko Humphrey Polepole? Maswali na matamshi hayo ya upinzani ACT Wazalendo Ado Shaibu yamevuta hisia mara moja kwa sababu yanagusa mojawapo ya mijadala nyeti zaidi ya kisiasa inayoendelea hivi sasa nchini. Huku wasiwasi wa umma ukiendelea kukua, Ado Shaibu anasema suala hilo haliwezi tena kuchukuliwa kama suala dogo la kisiasa. Badala yake anahoji kuwa inazua maswali mazito kuhusu uwajibikaji, uwazi na imani ya Watanzania au ya umma kwa taasisi za serikali. Akizungumza wakati wa mazungumzo ya kisiasa, Ado Shaibu alisema kuendelea kukaa kimya kwa viongozi wa CCM kuhusiana na kutoweka kwa Polepole kunaleta sintofahamu kwa wananchi. Kulingana na yeye, Ado Shaibu kutoka upinzani, wakati kiongozi wa umma ambaye amewahi kutumikia chama tawala, ambaye pia aliwahi kushikilia majukumu ya juu zaidi serikalini kama ubalozi, anapotea tu ghafla au kudaiwa kutekwa nyara na maswali kubaki bila majibu, watu au Watanzania wengi huanza kuuliza ikiwa inatosha kufanywa ili kubaini ukweli. Na hapo ndipo mjadala unakuwa mkali zaidi mtandaoni leo. Kwa watazamaji wengi, Humphrey Polepole sio tu mwanasiasa mwingine wa kawaida. Humphrey Polepole alikuwa mtu ambaye aligeuka ghafla na kuanza kupinga serikali ya CCM ambayo ilikuwa utawalani. Hapo awali pia alihudumu katika nyadhifa za juu serikalini na alihusishwa kwa karibu na taasisi tawala chini ya uongozi wa Samia Suluhu. Kwa sababu ya historia hiyo yake ndani ya serikali, kutoweka kwake Humphrey Polepole sasa kunadaiwa kumevutia hisia kutoka kwa wafuasi na wakosoaji wa serikali na kuibua maswali: kwa nini uongozi wa CCM haujatoa tamko lolote kuhusiana na swala hili? Hata hivyo, pamoja na mjadala wa hadhara, wa Tanzania wengi wanaendelea kusubiri majibu rasmi, huku wengi wakikosoa wakisema ya kwamba sio lazima rais au mwenyekiti wa CCM aweze kuzungumzia kila swala ambalo linaendelea nchini. Ado Shaibu anasema kuwa muda wa kusubiri unazidi kuwa mgumu kuelezea. Anasema kuwa wananchi wanastahili majibu na taarifa kwa wakati kutoka kwa jeshi la polisi kuhusiana na uchunguzi kuhusu kutoweka kwa Humphrey Polepole, pamoja na masuala yanayohusu takwimu za umma na masuala ya kitaifa yanapojitokeza. Kiongozi huyo wa ACT Wazalendo Ado Shaibu Ado alienda mbali zaidi na kusema kuwa masuala yanayohusu usalama wa mtu binafsi na haki za kibinadamu kamwe hayapaswi kutazamwa kwa lenzi ya chama. Kulingana naye, bila kujali itikadi za kisiasa, kila mwananchi anastahili kulindwa chini ya sheria na kila tuhuma nzito inastahili uchunguzi wa uwazi na wa haraka. Ujumbe huo sasa unasikika sana mtandaoni, licha ya jeshi la polisi awali kudai kwamba bado uchunguzi unaendelea na suala kama hili linahitaji muda ili mwafaka uweze kufikiwa. Mitandao ya kijamii pia vile leo imefurika mijadala, huku baadhi ya watumiaji wa mitandao ya kijamii wakiunga mkono msimamo wa Ado Shaibu kuhusu Humphrey Polepole, huku wengine wakisisitiza kuwa uchunguzi uruhusiwe kuendelea bila shinikizo la kisiasa au kuingiliwa. Matokeo yake yamekuwa mjadala mwingine mkubwa wa kisiasa, wakati ambapo hali ya wasiwasi imesalia kuwa juu katika nyanja ya kisiasa ya nchi, na swali kwa nini CCM haijazungumza kuhusu Humphrey Polepole bado linaenea mitandaoni. Lakini Ado Shaibu hakuishia hapo. Pia alielekeza umakini wake kwa hali ya uchumi na mapendekezo ya hivi punde ya bajeti ya serikali. Katika
matamshi yake, Ado Shaibu alionya kwamba hatua fulani mpya za ushuru zinaweza kuweka shinikizo la ziada kwa raia wa kawaida nchini Tanzania ambao tayari wanahangaika na kupanda kwa gharama ya maisha nchini. Kulingana naye Ado Shaibu kutoka ACT Wazalendo, sekta kama vile uvuvi, uchukuzi na biashara ndogo ndogo nchini zinaweza kuwa miongoni mwa zile zilizoathirika zaidi ikiwa baadhi ya hatua zinazopendekezwa zitasonga mbele bila kubadilika. Uchunguzi huo umefungua nafasi nyingine katika mazungumzo ya kitaifa. Watanzania wengi tayari wanachunguza kwa karibu bajeti ya hivi punde ambayo imezungumziwa na Ado Shaibu, wakijaribu kuelewa jinsi kodi na ada zinazopendekezwa zinavyoweza kuathiri maisha yao ya kawaida. Upande mwingine, kwa wajasiriamali wadogo, waendesha pikipiki, wavuvi na wamiliki wa biashara ndogo ndogo, ongezeko lolote la gharama kama hili linaweza kuwa na matokeo ya haraka kwa mapato ya kaya. Shaibu alisema kuwa watunga sera wanapaswa kuzingatia kwa karibu masuala kama hayo. Vilevile alisema sera za uchumi zinapaswa kuzingatia kutengeneza fursa na kupunguza mizigo badala ya kuongeza shinikizo kwa wananchi ambao tayari wanakabiliwa na hali ngumu. Kulingana naye, maendeleo yanaweza kuwa na maana ikiwa watu wa kawaida wanahisi faida zake moja kwa moja. Maoni hayo ya Ado Shaibu yalienea haraka katika duru za kisiasa. Alisema mabadiliko ya maana ya kisiasa yanahitaji wananchi walio tayari kuzungumza kwa uwazi kuhusu changamoto za kitaifa na kushiriki kikamilifu katika masuala ya umma. Kote Tanzania, mijadala kuhusu utawala, mageuzi ya kidemokrasia, kutoweka kwa wanasiasa, hali ya uchumi na uhuru wa kisiasa inaendelea kutawala mijadala ya umma, ikiwemo suala la Humphrey Polepole. Watendaji mbalimbali wa kisiasa wanawasilisha maono tofauti kuhusu mustakabali wa nchi, na ushindani juu ya mawazo hayo unaonekana kuwa mkali zaidi leo, na matarajio hayo hayawezekani kutoweka hivi karibuni. Suala la kupotea kwa Humphrey Polepole vilevile limebaki kuwa gumzo miongoni mwa Watanzania wengi, na huenda wito wa kutaka taarifa kutoka kwa Ado Shaibu kutoka kwa viongozi wa CCM ukaendelea, huku watu wakitafuta ufafanuzi zaidi kuhusu kilichomtokea na maendeleo yapi yamepatikana kuhusu Humphrey Polepole. Kutokana na hali hiyo, maoni haya ya Ado Shaibu kutoka ACT Wazalendo yamegusia masomo mawili nyeti kwa sasa yanayolikabili taifa la Tanzania. La kwanza ni uwajibikaji na shinikizo la kiuchumi. Iwapo matamshi yake Ado yataibua majibu kutoka kwa viongozi wa CCM kuhusiana na suala la Humphrey Polepole au kutoka kwa watendaji wa serikali bado itajulikana. Kinachoonekana wazi ni kwamba mjadala ambao amesaidia kuuasha unaendelea kuenea zaidi ya siasa za vyama. Kwa sasa maswali magumu yanabaki. Je, ni habari gani mpya, ikiwa ipo, itaibuka kuhusiana na Humphrey Polepole? Je, Samia Suluhu atazungumza lini kuhusiana na suala la Humphrey Polepole? Je, kiongozi gani wa CCM atajitokeza sasa hivi kumzungumzia Humphrey Polepole? Je, wasiwasi kuhusu kodi utasababisha mabadiliko katika sera? Na mwisho, viongozi wa kisiasa watajibu vipi madai yanayoongezeka ya umma ya uwazi na uwajibikaji? Ni hayo tu mtazamaji niliyojaliwa kukuandalia katika video au taarifa hizi. Kumbuka kulike video hii, subscribe na ubonyeze alama ya kengele, kisha nijuze maoni yako upande wa comment, kisha bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.